Siku ya jana ilikuwa kati ya TRA dhidi ya JKT Tanzania. Mchezo ule waamuliwa kwa sare ya 1-1 na kufanya TRA kwa timu iliyozikazia timu kutoka top 4 kushindwa kuchukua alama 3 dhidi yake. Wenyewe wanajiita vigogo wa vijana wa Dar es Salaam. Napunguza tena makali sababu ndio tafsida. I say Christina sawa kumwachia rungu bwana. Christina anaanza kugongesha. Mchezo mwingine kwa TRA ukicheza dhidi ya JKT Tanzania, dakika 90 ambazo zilikuwa na mambo mengi sana, heka za kutosha, lakini kwa ukubwa ni matukio tofauti ambayo alikuwa akijitokeza kabla na baada ya mechi, ambayo kila mtu alikuwa na tafsiri yake. TRA wamekuwa ni kweli wa kuogopwa kwa timu za madaraja ya kati. Sasa hivi zinazofanya vizuri TRA huwezi kuwaweka kando. TRA, JKT Tanzania, Singida ni timu za madaraja ya kati ambazo zimekuwa na performance bora msimu huu, na ukitazama msimamo unapata majibu ya hicho kitu. Ndio timu za madaraja ya kati ambazo zimefanya vizuri. Hata ukiangalia pia timu ambazo zimesumbua sana top 3 ama top 4 ya ligi mpaka hivi sasa ni hao TRA. Kwa mfano hajapoteza mechi nyingi kwa timu kubwa. Kwa mfano ana mchezo mmoja na Yanga, lakini mchezo wa kwanza Yanga hakupata matokeo mazuri kwa TRA. Muangalie Simba kwa TRA na alitoa sare mchezo wa mzunguko huu ambao wameucheza mwaka huu. Waangalie Azam wamedondosha alama kwa TRA. Kwa hiyo ukiangalia kiuhalisia TRA kwa timu za madaraja ya kati amekuwa na performance nzuri against timu kubwa kwa mfano, lakini zinapokuja mechi anazocheza na timu za madaraja ya kati wenzake, it's either anashinda ama unaweza kusema winning rate yao, kiwango chao cha ushindi ni kikubwa kuliko kuangusha alama. Lakini jana walikutana na mechi ngumu pia TRA, kwa sababu wa kwanza JKT Tanzania ambayo pia sio timu ya kinyonge, ni timu ya daraja ya kati kama wao wenyewe TRA United, lakini ubora wao haupishani sana. Kwa hivyo mechi kama ile kupata hata sare ni matokeo ambayo kwangu naona yalikuwa fair. Yani that was fair results kwa timu zote, kwa sababu ukiziangalia timu hazina utofauti mkubwa wa ubora. Kwa hiyo hata matokeo yaliyokuja yametokana na performance ya wachezaji wao, na wamefanya kila kitu kuhakikisha wanapata matokeo. Jana JKT wamesawazisha, walianza wao kufungwa na TRA, lakini ukiangalia mchezo wenyewe kwa ujumla, performance ya timu zote unaona kwao kugawana alama ilikuwa bora kuliko mmoja wao kupoteza, kwa sababu kungetengeneza gap baina yao la alama. Kwa hiyo kwangu mimi ukizungumzia TRA kwamba ni moja ya timu tishio kwa timu za madaraja ya kati kwenye ligi, of course hiyo haina mashaka, lakini jana walikuwa na mechi ngumu, wamecheza dhidi ya timu ngumu wenzao wa daraja la aina yao. Kwa hiyo walikuwa na matokeo ambayo kwangu hayakuwa mabaya kwa timu zote. Ili TRA iwe na consistency hii iliyojiwekea kwenye msimu huu, inapaswa kuwa na vitu gani katika kujitengeneza kwenye misimu inayofuata, iwe na namna hii ya uchezaji, si tu kwa vigogo labda wa top 4 na timu za madaraja ya kati wenzake msimu mzima, yani uweze kufanya vizuri, yani matokeo yasiwe nenda rudi, kwa sababu kuna timu nyingi zilianza hivi. Tukianza kufuatilia data hapa, kuna timu nyingi sana zilianza hivi, lakini mwisho wa siku misimu inayofuata kukawa kuna lega nyingi. Yes, make vizuri. Unajua kiuhalisia mpira ni kwa kisasa ni uwekezaji kiukweli, na ndio maana TRA ilikuwa Tabora enzi hizo, na ilikuwa na soswa nyingi, makando mengi ya kuanza msimu, mara sijui wachezaji fulani hawapo, mara sijui kitu gani kimefanyaje, mambo yalikuwa mengi. Wamechukuliwa na TRA na sasa hivi wao ndo jina lao hilo TRA. Baada ya hapo katikati kwenye dirisha dogo wakafanya sajili kwa ufupi kwa kidogo. Lakini pia kuna huo utulivu wa hizo kesi sijui za fulani hajalipwa, sijui fulani kafanyaje, sijui mtu kakimbia kambini, wameenda mapumziko watu hawajarudi, sijui yakawa hayasikiki tena. Na ndicho ambacho kimeanza kuja kuonekana. Ushindani wao pia umeongezeka, na imekuwa na walau sio consistency ya mechi kwa mechi, lakini somehow unaona kwamba kutoka mechi hii kwenda mechi nyingine timu inacheza katika namna ambayo inakufanya useme kwamba ni miongoni mwa timu zinazoonesha ubora kwenye ligi yetu. Kwa hiyo mimi naamini kama hiki ambacho wameanza nacho viongozi wa mamlaka
wakaona ni vema waendelee kuisimamia timu hii katika namna ambayo haitoingiliwa sana, lakini pia wataipa inachohitajika kwenye upande wa usajili. Na mwalimu mpaka sasa hivi Etienne sijaona kama kuna changamoto za kiufundi za kiuchezaji ambazo zinaonekana. Tafsiri yake ni kwamba inawezekana ikawa na muendelezo mzuri, kwa sababu uwezo wa kusajili wachezaji tofauti watakuwa nao. Naamini kwenye dirisha kubwa watasajili pengine wachezaji wengine wakubwa ambao na wenye uwezo mzuri kuliko baadhi ambao wapo pale, kwa sababu imagine wamefanya ongezeko la wachezaji kama 4 5 hivi ambao wanapata nafasi ya kucheza. Ndio kile kinaonekana vile. Tafsiri yake ni kwamba kama wakiboresha tena zaidi ya pale na wakaitengeneza huo utulivu, kwa sababu uongozi una mchango mkubwa sana kwenye kuivuruga timu. Wasipotengeneza mazingira mazuri kwa wachezaji, kiuendeshaji na kiusimamizi na maslahi, ni rahisi sana timu kuvurugika. Kwa hiyo kama wataendeleza utulivu huo katika masuala ya uongozi, tusisikie kelele na wakafanya usajili kidogo, TRA bado mimi naiona uwezekano wa kufanya vizuri msimu ujao upo, kwa sababu uwezo pia kufanya uwekezaji wanao. Dakika 25 za kwanza kipindi cha kwanza cha mchezo jana, TRA walikuwa wanaongoza, lakini hawakuweza kutunza kuongoza kwao, wakaja wakasuluhu ama wakasare mpaka kipindi cha kwanza cha hiyo mechi husika. Shida ilikuwa wapi kwa TRA chini ya Etienne Ndayiragije? Makosa wachezaji binafsi huwa yanagharimu sana hizi timu. Timu za madaraja ya kati ni tofauti kidogo na timu kama Simba, Yanga, Azam kwa mfano. Kwa nini? Kwa sababu timu za madaraja ya kati huwa mara nyingi kwenye vikosi vyao hawana wachezaji wenye uwezo binafsi wengi wa kuamua mechi, either golini ama beki ama kiungo ama mshambuliaji. Kwa hiyo hizi timu huwa zinatakiwa kucheza properly kwenye system ya mwalimu ambayo ameiandaa kwenye uwanja wa mazoezi. Once wanapo break rules, wanapovunja sheria za system walioandalia mwalimu wao kwenye uwanja wa mazoezi, then wanasafa uwanjani. Either watafungwa goli nyingi au wataruhusu goli la kizembe. Kwa hiyo kwangu mimi timu za madaraja ya kati changamoto wanayopitia ni kucheza dakika ya kwanza mpaka ya mwisho, wakawa wanacheza kwenye coordination, wako kwenye muunganiko ule wa system yao inavyotaka wacheze. Changamoto iliyopo, kuna wakati wanaji expose wenyewe kwenye hatari. Sasa huwa inategemea na aina ya timu wanaocheza nayo, utaweza kuyatumia makosa yao kuadhibu. Kwa hiyo kama jana kwa daraja la JKT ni timu ambayo ina wachezaji wazuri, kwa hivyo wali capitalize, walitumia kosa walofanya TRA kusawazisha goli lao, mechi ikaondoka na sare. Lakini unaangalia kiuhalisia, mwalimu Etienne hawezi kuelekeza wachezaji wake wa defend mipira inayotokea pembeni ya cross kuingia golini kwa staili ile. Kwa unagundua ni wachezaji walipoteza concentration, walishindwa kuwa active uwanjani, kujua nini kinaweza kutokea kwenye tukio. Kwa hiyo wali break rules za kuzuia mipira ya cross, wakamu-expose goalkeeper, defense ikawa overall iko exposed. Kwa kuruhusu goli ilikuwa ni jambo la lazima kwenye lile tukio lilivyotokea. Ingetokea tu labda mfungaji angekosea kuhead ule mpira akaupiga vibaya ukapaa au ukagonga mwamba au akamlenga kipa, lakini once ameutarget vizuri golini kwa kasi ya kile kichwa, ni ngumu golikipa pale kuuona ule mpira na akauwahi kwa wakati kwenda kuokoa. Lakini uhalisia ni kwamba timu kama TRA na timu nyingine za madaraja ya kati huwa zinategemea zaidi system ya mwalimu anayoiandaa ili waweze kuperform. Na ndio maana nafikiri kama kuna kitu wanapaswa kukiboresha kwenye timu yao ni kugundua ama kukubali na kujua kwamba sasa hivi hadi ligi itakavyoenda kuisha, TRA hii itakaomaliza ligi na performance hili sio TRA iliyoanza ligi huko mwanzo kabisa. Kwa hiyo ni timu ambayo itakuwa imeupgrade kiwango chao. Kwa once unapo upgrade level yako wewe, unapaswa kufanya sajili, kila kitu unachofanya kwenye timu kuanzia recruitment yako iendane na standard ya timu kwa wakati huo. Inawezekana mlianza na kocha akiwa amechukua timu iko chini, ikifika mwisho wa msimu hatakiwi kuoneana haya wala huruma. Bwana, mchezaji fulani umeperform, mchango wako tunaushukuru sana, tunaomba tupishe, analetwa mchezaji wa standard kubwa kuliko yule aliyopita. Ndivyo timu duniani kote wanavyo improve. Hata Real Madrid wana struggle hicho. Timu standard walizokuwa wameziseti na wachezaji wanaocheza kwa sasa kwenye timu yao, bado wengi wana struggle kufit kwenye standard za timu ya ukubwa wa Real Madrid. Kwa hiyo hata kwa TRA
kwangu nafikiri msimu ujao wanapaswa kuwa na timu imara kuliko hii, kutokana na maamuzi watakaokuwa wanafanya kwenye idara ya ufundi ya klabu. Fungwa JKT lina vitu vitatu. Okay. Lina ubora wa Joseph Akandwa Naho mwenyewe, lakini pia lina udhaifu wa beki. Mimi naweza pia nikamjumlisha na golikipa. Lazima awe golikipa. Kwa sababu golikipa ni kama vile alikuwa anataka kwenda mzima kwenda kuokoa ule mpira, alafu akasita. Sasa kwenye principles za goalkeeping, ukitoka toka. Na ndio maana wanasema kama hauna uhakika usitoke kwenye goli lako. Kwa hiyo tafsiri yake yeye kwanza, kwa sababu mpira ulikuwa unachezwa kwa mbali, sababu ilipigwa counter ndefu, alikuwa tayari. Magolikipa siku hizi ni principal, wengi hawakai kwenye mstari pale kwenye goli. Mpira unapokuwa uko mbali na goli lake, anasogea kidogo juu kuongeza namba. Sasa yeye alisogea kidogo juu na alikuwa karibu sana kulimaliza box lake. Mpira ukapigwa, akaenda mpaka karibu na kulimaliza box, afu akasita kidogo, afu akatana tena akasita. Mtu akatokea akapiga. Kwa hiyo maana kama alikuwa kwenda kuswipe, litakiwa atoke moja kwa moja ili kuongeza namba ya kumpa ugumu mshambuliaji, au aucheze kabisa mpira. Ndio tuangalie uhalisia. Chalamanda alikuwa na lazima wa kutoka kwa sababu distance of course ilikuwa kubwa. Mimi ndio maana nasema huyu Diarra ataendelea kuwa mwalimu wa magolikipa wote hapa Tanzania, kwa sababu baada ya mechi jamaa huwa anafanya homework, anapitia tena mechi aliyocheza mwenyewe na timu yake, ana analyze, anachambua mechi yake mwenyewe, anaangalia makosa alikuwa wapi. Imagine Chama katoka kuwafunga Prison juzi goli kama alofungwa huyu kipa jana wa JKT Tanzania. Sasa ina maana hata magolikipa hawa hawafanyi homework ya kuangalia mechi nyingine magolikipa wanakosea wapi. Yaani goli alofungwa mwenzake juzi yeye kaja kufungwa tena jana. Pale asingetoka kwa sababu defender alikuwepo, ana uwezo wa kuendelea kwenda kumchallenge Akandwa Naho, lakini yeye akaopti kutoka, kamrahisishia mfungaji nafasi ya kufunga. Kwangu mimi nafikiri hao magolikipa wetu nao wana changamoto hizo. Sidhani kama huwa wanapata muda, wanajipa wenyewe muda wa kufuatilia makosa wanayofanya na kuyarekebisha kulingana na mechi zinazochezwa kwenye ligi. Sawa, tukiachana na mchezo huu ambao uliisha siku ya jana, tumepata kusikiliza kutoka kwa TRA, lakini pia JKT Tanzania. Ligi hiyo pia itaendelea leo kwa mchezo mwingine ambapo Mbeya City watavaa Coastal Union. Coastal bwana. Nani bo nyumbani? Mbeya City. Pamoto, yani wewe Singida na ukubwa wake alizulumiwa pale Mkokwani. Alifungwa. Alizulumiwa. Mbona haikuwa penalty bwana, Coastal alipo penalty ya kimagumashi. Mechi imeisha, maamuzi alichokiamuru ndio mechi hiyo. Sawa, mchezo huu Mbeya City dhidi ya Coastal ni mchezo wa ambao mnaweka kwenye renki gani kwanza? Matarajio yenu ni nini kwenye mchezo huu? Hata Coastal away pia ni kwa sasa hivi kwa ratiba ninavyoitazama hali jojo Coastal Union. Ila Coastal huyo alienda kumkazia Shujaa, alienda kumkazia alifungwa kwa Singida. Ila pia Coastal Union kwa sasa hivi na Mbeya City. Sema sasa hapa sije nikazungumzia moyo. Maliza. Mzungumza kwanza. Jimalize tu. Sije nikazungumzia moyo hapa. Sasa Coastal bwana yupo nafasi ya 13 ambaye amecheza mechi 22 na alama 22. Anacheza naye yuko nafasi ya 14. Yaani ni Aki na Ukwa. Utofauti wa alama ni ngapi? Moja tu. Ana alama 21 Mbeya City. Mechi zetu zinakuja, hamna shida. Siku zenu zipo. Mechi bado ngapi hapo? Mechi kama 7-8 hivi. Mkiza leo mnakiza mechi kama 7. Mechi 7 hivi. Of course, acha tuzungumze kwanza mechi ya leo. Sawa. Mechi hii mnaweka kwenye renki gani especially kwa wote wawili, kwa sababu hali waliopo nayo ni hali ya playoff. Definitely wanahitaji kila mmoja kujinasua kwenye mtego waliopo. Na je, kwenye kujinasua lazima watatazama majirani zao ambao ni Mtibwa Sukari na Namungo Football Club. Changamoto iliyopo Coastal Union ugenini, mechi za ugenini wamevuna pointi 6 tu mpaka sasa kwenye ligi nzima. Alafu Mbeya City mwenyewe sasa akiwa nyumbani msimu mzima mpaka sasa kakusanya pointi 9 tu. Kwa hiyo na yani hamna anatisha yani. Maana kila mtu ana disadvantage nyingi kuliko advantage. Kwa mfano kama huyu Coastal kwenye mechi zote zilizocheza kwenye ligi ugenini kapata pointi 6 tu. Huyu anayecheza naye mwenyeji nyumbani kwenye mechi zake za nyumbani kapata pointi 9 tu. Maana hawana tofauti kubwa. Yaani ni mechi ambayo mimi naiona iko 50-50 kwa timu zote. Isipokuwa mechi kama hizi
zinategemea na pressure iliyoko kwenye msimamo wa ligi sasa hivi, hususan kwenye mazingira haya ligi ilipofika. Ukifungwa ukitoa sare mechi moja, una uwezo wa kushuka zaidi, na kama unashinda hata mechi moja, una uwezo wa kupanda juu zaidi. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwangu naamini ni ngumu kwa Mbeya City, ni ngumu kwa Coastal Union, isipokuwa Coastal Union wana faida ya kuwa na form. Yani sasa hivi wamekuwa na form kidogo kuliko Mbeya City, na tusisahau Mbeya City wametoka kufukuza kocha baada ya kufungwa 6 na Yanga. So the team bado huwezi kuamini kama itakuwa imesetwa. Coastal Union wenyewe wanafikiri wana confidence ya kuingia kwenye mechi kwa sababu wanajua Mbeya City imebadilisha kocha, vitu haviwezi kuwa vimetengemaa mpaka muda huu. Kwa hiyo ni mechi ambayo Mbeya City nao wana kazi ya kuhakikisha wanapata alama nyumbani, kwa sababu tunajua ligi yetu ilivyo. Mechi za mwisho wa ligi ukiwa nyumbani ndo una advantage zaidi ya kupata matokeo. Kwa hiyo hii ni kwa kila mtu. Ukishindwa kuperform mechi yako ya nyumbani, then unapoenda ugenini asilimia za kushinda zinakuwa chache kidogo. Ndio kwa nini nimeuliza hivyo. Namungo mechi akimaliza mechi ya Coastal, mechi inayofuata ni ya Namungo ambaye Mbeya City kimoja Mbeya City anaenda Lindi au away Lindi, kwa sababu Namungo ameshatoka ugenini. Akitoka hapo anaenda kukutana na Singida. Sasa ukiangalia kuanzia nafasi ya 11 mpaka 14 unapata mgagaziko kwamba hapa Mbeya City anatakiwa kuwa makini sana. Na yeye akicheza anaweza akarudi huyo. Mbeya City alienda arudi tena. Kule chini. Unajua katoka baada kwa sababu si Mashujaa ile wakati anapanda Mashujaa ndio alimshusha yeye. Alishuka kwa playoff. Mashujaa ndio alimgonga. Akafungwa, akaenda kucheza na Mashujaa akafungwa. Japo kwa alizulumiwa lakini alifungwa akashuka. Lakini uhalisia ni kwamba yako mazingira ambao wao wanaweza kuyatengeneza Mbeya City wasishuke kwenye ligi kwa kutafuta matokeo mazuri uwanjani. Na sasa hivi tunakuelekea, mimi huwa nasema umeona kwa hizi timu za madaraja ya kati ni bora ucheze na Yanga na Simba kwa sasa kuliko kucheza na wenzako hao. Yaani unajua ucheze na Yanga na Simba wao wenyewe wana pressure kupata matokeo. Kwa mfano sababu za Yanga ana pressure kuicheza mechi apate matokeo, ajitengenezee nafasi ya kutetea ubingwa. Lakini huyu mwenzako unacheza naye, huyu yani yeye ana cha kupoteza kama wewe tu. Kwa hiyo yani liwalo na liwe. Ndio maana mechi zao zinakuwa ngumu, alafu hazina tofauti kubwa ya matokeo, na mtu afungwa 1-2 2. Wengine wanatoka 0-0. Nafikiri kesho tutakuwa na uwezekano kumpata msemaji wa Coastal Union hapa kwenye bao la asubuhi. Atuondolee huu utata ambao unazungumzwa kwa chini kwamba Coastal Union bado wapi Coastal, wakati naona hali yao ni tete. Wanaanza ligi inapoenda kuisha ndo wanaanza ligi. Mechi imeshakuwa tabia ya misimu. Sasa huwa mbaya zaidi huwa inendage na buma hivi. Kuna siku ile na mimi ni wasiwasi wangu. Hata Mtibwa silikuwa hivyo. Ilifululiza misimu kama mitatu hivi, tuombe dua. Hiyo MC huyo hapa tunaye. Alikuwa hivyo anaenda anabahatisha. Sasa hivi mambo yamebuma. Na imagine msemaji wa KMC alichukuchukua, hata kama anasikiliza hapa kwenye bao la asubuhi, yeye bado anaamini kwamba ligi bado inawezekana. Yani I can't sielewi, yani najiuliza kwamba anaamini anabaki. Yes, anaamini anabaki. Kuna mtu sana alimbishia kabisa kwenye public kupitia mtandao wa Instagram, akamwambia kwamba nafikiri wewe huifahamu hii ligi. Nani anamwambia mwenzie? Chukuchuku. Uhakika wa sisi kubaki ni mkubwa kuliko unavyofikiri, na mimi nitakuja kukukumbusha. Can you imagine msemaji yupo nafasi ya 16, amepoteza mechi za kutosha na alama 9 nafikiri. Mwenyewe amenishangaza Chukuchuku hapo. Najua, lakini kwa sababu ni sehemu ya kazi yake lazima aseme wana jukumu lake ni kutetea maslahi na brand. Hawezi kusema tutashuka sasa. No, huwezi kusema utashuka, but kwenye kusema kwamba ufahamu hii ligi hiyo imeenda mbali. Na inatufanya tujiulize mambo mengi. Na ukiacha kwamba utabebwa, wengine wafungwe. Kuna mtu mmoja anamsikia kimsivu hivyo naye aliojua akasema sisi, yani unajua amekomana na macho ametoa, yani kwamba sisi tunabaki kwenye ligi. Nikasema haya. Lakini kiuhalisia unajua tunazungumzia kipoint, ukipiga hesabu bado nafasi wanayo. Uhalisia tunachokiona wa timu. Yani unajua hapa hatuzungumzii kwa ubaya, ni performance ya timu hata kimehesabu ndugu zangu. Hivi mehesabu ya tukiwaki tena ndefu. Kwa sababu tulipiga tu hesabu ya yeye kwenda playoff tu. Yaani kwenda tu playoff.
12 alama utofauti. Mechi 4 za Mbeya City kufungwa bila break na yeye ashinde. Ni kama KMC amekuwa na consistency ya kuwa kwenye nafasi ya 16 kwa kipindi cha kuanzia mwezi wa pili mpaka leo ni mwezi wa ngapi? Wa 5. Atawezaje kujinasua kwa muda huu uliobaki? Yaani kama alishindwa kujitoa kwenye consistency ya kuwa kwenye rank nafasi ya 16, leo hii anawezaje kujinasua? Ni kitu ambacho ni KMC. Sisi tunamshukuru katujengea uwanja mjini hapa, watu watautumia. Sawa, 1:30 kwa majira ya Afrika Mashariki tunaendelea na habari za Kampa